Radio Fantasy League. Bana wachambuzi. Jana mimi simu zilikuwa nyingi. Bana vipi? Mambo yameendaje? Au message ya huyu, simu ya huyu. Katika mazingira ya kawaida au Omar Majani. Yep. Mdau wa kawaida wa mtaani kikuuliza. Jambo hili baada ya kikao cha jana unaona limefika kwenye level gani kwa ambavyo ulifuatilia kwa picha ya nje lakini pia kwa vyanzo vyako vya ndani? Paka sasa hivi ni kizungumkuti, ni mtego kwa serikali, lakini pia ni faida ya zina sura mbili nasema. Kwanza nizungumzie positive way. Positive way ni kuona namna gani serikali imeamua kulichukua jambo la Simba na Yanga kutafuta suluhu kwa ajenda kuu ya siku nzima. Unajua Wizara ya Michezo, Sanaa na Utamaduni imechukua career nyingi humo ndani, sio? Career nyingi za kwenye kwa maana michezo tofauti, muziki, ngoma, vitu vyote viko hapo. Lakini siku moja nzima waziri mkuu na msaidizi wake kwa maana ya naibu, baraza la michezo wakuu wote wakiwepo pale, pamoja na mamlaka ya soka wote wakiwa pale, wamechukua siku nzima kutafuta suluhu ya jambo hili ili kuiweka nchi kwenye mstari mmoja, mambo yaendelee, kwa sababu it's just 190 minutes match, sio? Lakini kuna mengi yameendelea hapo. Haya mengi yaliyoendelea yametengeneza nafasi ya kuumia kwa kiwango kikubwa kwa mmoja ama wawili baina ya hao wanaolalamikaji na walalamikiwa, kitendo ambacho labda kwa imani, kwa namna sisi tulivyo na uhalisia wetu kama Watanzania, si kitu ambacho tunakiweza, ndio maana mamlaka imeshindwa kuliendea. Lakini on negative side amezungumza vizuri sana hapa Elbogast kwamba serikali inapaswa, kwa sababu naamini ndio tunapopaswa, inapaswa kumaliza kwa kutoa ushauri usioshinikiza. Maamuzi ya mwisho yanabaki kwenye mapokezi ya mamlaka ya soka ili wao waweze kufanya maamuzi kwa mujibu wa wao walivyoshauriwa, either kuchukua kiasi, kuchukua chote, ama kufanya maamuzi bila kuchukua ushauri lakini kuelewa ili kuweza kufanya shughuli zake za kimpira, kwa sababu wao ndo ambao wana maamuzi ya kimpira kwa mujibu wa sheria, taratibu na kanuni za FIFA. Lakini kama jambo hili litafika mahala ambapo kutatokea sintofahamu na serikali imekusha ingia, nachelea kuamini kama inaweza kushinikiza, kwa sababu ikishinikiza wazo lolote ambao litapelekea maamuzi ya TFF yaweze kuwa compromised, maana yake tupo kwenye hatari ya kuwa washed na FIFA, kitendo ambacho kinaweza kikatia athari kubwa kwa mpira wa nchi yetu ambao umetumika nguvu kubwa kuanzia kwa serikali, mamlaka na wadau na wawekezaji wengi ambao wamepelekea mpaka tumeweza kuwa ligi namba 4, ligi namba 6, tumekuwa na urahisi wa kufuzu AFCON kwenye madaraja kadha wa kadha, tumecheza AFCON Tembo Warriors kwa Paralympics, wale ambao ni walemavu, ligi ya wanawake imekuwa bora, timu ya wanawake imekuwa bora, tunakaribia kuhodhi CHAN na AFCON, then dakika 90 za watu wawili ambao ni wakongwe na wanashinikizo zije kuharibu mpira. Kwa hiyo umeona eneo lote la pande zote mbili limekuwa likicheza nafasi hiyo. Kwa hiyo huu ni mtego kwa serikali, lakini pia ni namna serikali ilivyoweza kuonyesha sensitivity baina hii. Watu wengi kwa hasa wa kawaida wa mtaani Bunju kwangu kule, akili yao ya kwanza ni dabi inachezwa ama haichezwi. Wanachopaswa kufahamu, malalamiko yote haya sio kuchezwa kutokuchezwa kwa dabi. Malalamiko makubwa ya upande wa Yanga ni kuwajibishwa kwa wale ambao walisababisha dabi isichezwe, sio? Tumeona mdau mkubwa na mwanachama mkubwa mkongwe jana alikuwepo hapa, Mzee Magoma. Uliona kwamba ana fikra yao, kwa sababu Mzee Magoma hajazungumza tu kutoka chumbani kwake, anakaa na wanachama wenzake. Fikra yao kubwa ni kwamba baada ya kuwajibishwa wale watu, basi wanaweza akaja hata wao namba 1 ili kufanya nchi iwe na amani, mechi ichezwe. Kumbe Yanga kucheza mechi wanaweza, ila changamoto ni uwajibishwaji wa wale mamlaka ya soka ambao walisababisha huu mpira umeshindwa kuchezwa, wakiamini namna walivyohairisha mchezo walifanya favoritism kwa mtani wao. Na Simba hata ukimsikiliza vizuri, ukiread between the lines ya kauli ya Mzee Mangungu, yeye anajiondoa na Simba yake kwenye hii sakata
anamwachia aliyemsaidia kufanyaje kuahirisha mchezo, kwamba hawa ni mambo yao. Sisi tunasubiri mamlaka kama ilivyotuambia mpira hamna, watuambie lini tukacheze. Kwa hiyo hili jambo lipo kwenye sintofahamu ya namna hiyo, na tutegemee mechi inachezwa. Kwangu naamini mechi itachezwa, ila kwa gharama ya watu kwenye mamlaka kuondoka. Wakanda, kwa picha kubwa mzee Mguto alisema likiwashinda jambo hili mamlaka ya soka limewashinda. Kwa hiyo ingawa hatujui kama wao ndio wamelipeleka au serikali imeona iingilie kati, lakini wito ule wa kile ambacho tumekiona jana, Ebogasti amezungumza eneo ambalo nafikiri watu wengi sana hawajui role ya BMT. Unajua BMT wana role kubwa sana. Yaani wale ndio wanaotoa leseni kwa sababu watu wanalipa ada BMT za kuwa mwanachama. Hata wao uwanja ni wamiliki wao kupitia BMT. Yaani role ya BMT kubwa sana. Jambo limewashinda. Unadhani serikali inavyolisikiliza hili jambo, kwa sababu ukisikia taarifa wanasema jana kulikuwa kuna kusikiliza. Na hata likitokea jambo sio maamuzi ya serikali, unaweza ukawa ni ushauri. Ili amani ipatikane na kila mtu aridhike, unatamani baada ya jana nini kifanyike ambacho unaweza kaamini likawa ni swala la maendeleo au ni jambo ambalo linaweza likaacha funzo kwenye hiki ambacho kimetokea? Tushatoka kwenye kanuni. Manake ukirifaa kanuni za ligi kuu, hamna kanuni ambayo inatutafsiria kwamba tukikutana na kesi ya aina hii, tukikutana na kesi ambayo bodi ya ligi anafanya hichi, tukikutana na kesi ambayo Yanga demand hivi, tufanye kitu gani? Ina maana sasa kanuni haipo, tumeenda kwenye engo ya busara. Kwenye hii engo ya busara, huku hata siku moja hatutopata haki ya mpira. Kwangu mimi hichi ambacho kimefanyika mpaka dakika hii ni tafsiri ya kwamba tuliowapa mamlaka ya kuliongoza soka la taifa hili, hasa kwenye upande wa ligi kuu Tanzania bara, wamethibitisha kwamba uwezo huo upo nje ya mikono yao, kwa sababu kuihusisha serikali kwenye jambo ambalo liliweza kumalizika kimpira ni tafsiri ya kwamba wameshindwa kuishi kwenye misingi, kanuni na taratibu za mchezo wa mpira wa miguu. Kwa hiyo kwangu hichi baada ya kutokea kutoka serikalini, serikali kuamua kuingia katikati hapo na kuact kama mediator wa hichi ambacho kinaendelea, ni proof ya kwamba hivi sasa viongozi wa ligi kuu Tanzania bara wanatakiwa kusimama na kukiri mbele ya hadhira kwamba wao kwa muda huu wanaachia ngazi na kupisha watu wengine ambao wana uwezo wa kuongoza game ya mpira wa miguu pasi na kuhusishwa kwa serikali kwenye vitu ambavyo vinahitaji maamuzi ya kimpira. Level gani ambao ungependa uone wa step down? Executive ya bodi ya ligi hawawezi kuepuka kwenye hili, kwa sababu wao ndio waliotufikisha hapa. Leo tukizungumza hii demand za Yanga, leo tukizungumza sababu ya Simba kutocheza, zote zina reflect kwa bodi ya ligi. Nikirudi sababu ya kwanza kabisa ya Simba kuzuiwa getini, tutarudi kwenye kanuni za ligi kuu Tanzania bara, kuanzia kanuni ya 34 mpaka kanuni ya 36 ambazo zinawahitaji match commissioner, zinamhitaji msimamizi wa kituo, zinamhitaji GS kuwepo uwanjani ili huyu mtu ambaye ni mgeni kufanya mazoezi. Bad enough hawakuwepo, meaning walishindwa kufacilitate Simba kufanya mazoezi. Tukirudi tena kesho yake, bodi ya ligi pasi na kuwa na sababu thabit walihairisha mchezo ambao mpaka dakika hii wameshindwa kuthibitisha nini kilichokuwa sababu ya mchezo ule kuhairishwa. Wametaja pale sababu kedekede, sababu ya usalama, wametaja pale rushwa, lakini mpaka dakika hii tunaenda almost wiki ya 3, hamna mtu ambaye ameitwa mbele ya kamati kuhojiwa kuhusiana na rushwa, hamna mtu ambaye ameitwa mbele ya kamati kuhojiwa kwa sababu za kiusalama, bali tumeona wameenda mbali zaidi mpaka mwenyekiti wa bodi ya ligi anasimama na kukiri kwamba jambo hili